Yes, miongoni mwa story kubwa ambazo zinazidi kuchukua nafasi kubwa kwenye ulimwengu wa kiburudani lipo jina la Kanye West, Mr. Yeah na Travis Scott, na nguli hao wawili wameweza kupigwa marufuku kutumbuiza katika nchi ya Italia. Yes, miongoni mwa story ambazo zina pop kimataifa, mamlaka za eneo la Reggio Emilia nchini Italia zimeamua kusitisha matamasha mawili yaliyokuwa yanapangwa kufanyika mwezi Julai ya rapa wa Marekani Kanye West vs Travis Scott. Uamuzi huo uliotolewa kwa kiongozi mkuu wa jiji hilo Salvatore Angeli baada ya kupokea malalamiko na shinikizo kutoka kwa mashirika ya Kiyahudi pamoja na kundi la watetezi wa haki za watumiaji la Kodakons. Sababu zilizotajwa ni pamoja na hofu ya usalama na uwezekano wa kuzuka kwa maandamano. Na kwa upande wa Kanye West, wasiwasi umetokana na kauli zake alizowahi kutafsiriwa kuwa za chuki dhidi ya Wayahudi. We know kwamba Kanye West mara kadhaa amekuwa akitaja kauli fulani hivi ambazo kama zikubali kutoka kwa Wayahudi, au sio bwana? Naye Travis Scott bado anakumbwa na ukosoaji unaohusishwa na janga la tamasha la mwaka 2021 ambapo watu 10 walipoteza maisha. Nataka nikwambie kwamba miongoni mwa wasanii wakubwa wenye historia kabisa ya muziki, basi huwezi kushinda kumtaja Travis Scott, ambapo pale nchini Brazil zaidi ya watu milioni 4 katika tamasha lake waliweza kujana, and of course aliweza kusababisha mpaka tetemeko la ardhi, kwa maana kuluka kwa mashabiki zake waliweza kutake small area of earthquake. Na baada ya hapo mamlaka nyingi na nchi tofauti duniani ziliweza kumzuia Travis Scott na kuandika historia ya kuwa msanii wa kwanza duniani ambaye msababisha tetemeko la ardhi, na ilitokea mara 2 baada ya kupewa chance tena kutumbuiza katika baadhi ya nchi. So Travis Scott naye anakumbwa na watu 10 ambapo waliweza kupoteza maisha. Vile vile mamlaka zinaeleza kuwa uwezekano wa kuwasili kwa maelfu ya mashabiki ndani ya muda mfupi ungeweza kuongeza hatari za kiusalama na kuathiri utulivu wa eneo hilo. Can you imagine? Of course we know kwamba Kanye West na Travis Scott ni kama baba na mwana baada ya kuachia track yao ya Father katika albamu mpya ya Kanye West ambayo imerelease kwa mwaka 2026. We know kwamba Father ni miongoni mwa track ambayo ni kubwa, of course, ambapo iliweza kumkutanisha Kanye West na Travis Scott baada ya kumaliza za tofauti zao, na by the way walifanya vizuri sana katika track hiyo. Sasa niambie kwenye upande wa comment section ni kitu gani ambacho umekuwa very surprised kwa nguli hao wawili, au ni mtu gani ambao unamkubali zaidi, Travis Scott vs Kanye West, Mr. Ye ambaye ameshikilia rekodi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Marekani. Also bwana, yes, this is Mile Media TZ, the home of entertainment. Make sure kwamba una comment, una share na subscribe, and then utakomentisha kinoma noma na utazidi kuenjoy kupata kila ambacho unastahili katika burudani hii hapa. Yes, one more time. Vida.